ni mwendelezo wa mauaji ya waandishi wa habari unaofanywa na jeshi la Israel la IDF. Waandishi wa habari watatu wameuawa katika shambulizi la Israel nchini Lebanon. Waandishi wa habari watatu kutoka Lebanon wameripotiwa kuuawa baada ya gari lao la kazi kushambuliwa na ndege isiyokuwa na rubani ya Israel kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Waliofariki ni pamoja na mwandishi wa Al-Manar TV Ali Shoaib pamoja na wanahabari wa Al-Mayadin Fatima na Mohamed Feton ambao waliuawa katika shambulizi la anga katika mji wa Jazin. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani shambulizi hilo akilitaja kuwa ni uhalifu wa wazi unaokiuka sheria za kimataifa ambazo zinataka wanahabari kulindwa wakati wa vita. Jeshi la Israel limethibitisha kumuua Ali Shoaib katika shambulizi hilo, lakini limedai kuwa alikuwa mshiriki wa Hizbullah akijifanya mwandishi wa habari. Hili ni tukio la pili ndani ya muda mfupi ambapo Israel ilituhumiwa kulenga wanahabari nchini Lebanon tangu vita kuanza wiki iliyopita. Mtangazaji maarufu wa Al-Manar Mohamed Sheri na mkewe waliuawa katika shambulizi lingine ambalo liliwalenga. Hata hivyo, waandishi wa habari kutoka nchini Urusi nao pia walijeruhiwa vibaya na walikoswakoswa na mashambulizi haya ya Israel. Waandishi wa habari wa shirika la habari la RT, mpiga picha pamoja na ripota walishambuliwa vibaya kutokana na kombora ambalo lilipiga karibia na maeneo waliokuwa wakiripoti juu ya kile kinachoendelea katika uwanja wa vita huko Lebanon. Tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, zaidi ya raia 1100 wameuawa nchini Lebanon, wakiwemo watoto 120 na wahudumu wa afya 42. Wengi nchini humo wanaeleza wasiwasi kuwa Israel inatumia mbinu zinazofanana na zile zilizotumiwa katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kulenga raia, wanahabari na wahudumu wa afya, madai ambayo Israel imekuwa ikiyakanusha, licha ya kwamba uhalisia ni kwamba waandishi wa habari wameuawa kwa wingi huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.